imefanya mashambulizi karibu kabisa na bunge la Israel. Mashambulizi ya hivi punde yalikuwa na mipango ya kulishambulia bunge la taifa hilo la Israel, lakini pia mashambulizi hayo yakiripotiwa karibu na ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Katika mashambulizi ya hivi punde, Iran kupitia jeshi lake la IRGC ilililenga bunge la Israel, lakini pia na ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hadi sasa inaelezwa kwamba zaidi ya watu 3,000 wamejeruhiwa huko nchini Israel kutokana na mashambulizi mabaya yanayofanywa na Iran. Mabomu ya makombora ya Iran ambayo imesema imeingia katika hifadhi yake na kuangazia makombora ya kisasa, makombora ya Sejil, ya Fatah, lakini pia ya Ghadir na makombora mengineyo mengi yaliyopo katika taifa hilo, makombora ya kizazi kipya yameanza kutumika, na wakati huu yakianguka karibu na bunge la Israel na ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, wakati huu Iran ni katika kile IRGC imesema wanawasaka viongozi wa Israel akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye wamesema ikiwa bado hajafariki basi wao wanamsaka na mipango yao ni kumuua, kulipa kisasi cha kuuawa kwa kiongozi wao mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Mabomu ya makombora yameanguka karibu na bunge la Israel mjini Yerusalem kufuatia shambulio la Israel. Shirika la utangazaji la Israel la KNA limeripoti mabomu ya makombora pia yalianguka karibu na ofisi ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, katika shambulio la hivi punde zaidi la Iran, kulingana na gazeti la kila siku la Israel la Yedioth Ahronoth. Zaidi ya watu 3,000 wanadaiwa kujeruhiwa katika mashambulizi ya Iran, na hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya taifa hilo la Israel. Wizara ya Afya ya Israel imesema kuwa takribani watu 3,369 wamejeruhiwa hadi sasa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran tangu mwishoni mwa mwezi uliopita, kwa maana tangu kuanza kwa vita hivi. Katika taarifa ya wizara hiyo ilisema watu 142 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini baada ya mashambulizi ya Iran katika saa 24 zilizopita, ikiwa ni pamoja na 5 wakiwa katika hali mbaya. Wizara hiyo iliongeza kuwa watu 81 wamesalia hospitalini na wengine 7 wapo katika hali mbaya. Kwa mujibu wa taasisi ya Israel ya mafunzo ya usalama wa taifa katika chuo kikuu cha Tel Aviv, wa Israel 14 ndio ambao wameuawa tangu kuanza kwa vita vya sasa na Iran. Hata hivyo, Israel imekuwa ikitoa taarifa mara chache sana, hasa kuhusu majeruhi na vifo vinavyotokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran katika wakati wote wa vita tangu vita vya siku 12. Lakini wakati huu inathibitisha kwamba watu zaidi ya 3,000 wamejeruhiwa, lakini 14 wakipoteza maisha. Israel imeripoti shambulio jipya la kombora kutoka Iran, ambapo huku uhasama ukiendelea kuongezeka kati ya nchi hizo mbili. Taarifa ya kijeshi ilisema kurushwa kwa makombora kuligunduliwa kutoka Iran, huku ving'ora vya mashambulizi vya anga vikilia kote Yerusalem na maeneo ya jirani. Idhaa ya 12 ya Israel ilisema makombora kutoka kwa kombora lililonaswa na ulinzi wa anga lilianguka katika eneo la Beit Shemesh magharibi mwa Yerusalem bila kusababisha hasara. Hata hivyo, huduma ya dharura ya Magen David Adom imekuwa kazini wakati wote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba raia wa nchi hiyo wanakuwa salama wakati wote.